Ndugu watazamaji, karibu katika channel yetu tena ya Mayenki Arch, channel tunayohusika na mambo ya architect designs, ubunifu majengo, design, utengenezaji wa majengo. Kama unavyoona leo katika channel yetu pia tuna mjengo mwingine hapa, na hii nyumba ni nyumba ndogo tu ukiiona, lakini huwezi kuamini nyumba hii inagharimu au inajumuisha vyumba vinne. Viwili chini, viwili juu. Vyumba vinne, sebule, jiko, dining. Unaona? Kwa sasa nyumba hii inaenda kwa bei ndogo au ina cost gharama ndogo sana, na kama tulivyoonyesha katika video zilizopita tulipokuwa tunaitengeneza kutoka awali mpaka saizi. Sasa tunaenda kuangalia muonekano wetu wa ndani kama kawaida. Tunaanza na level ya chini ambayo ni ground floor. Kwenye ground floor, katika hii nyumba upande wa ground floor kama unavyoona, huu ndio mlango wa kuingilia. Tunapata sebule yetu hapa. Sebule si kubwa sana, ni ya wastani ambayo inatosha kwa ajili ya matumizi. Sebule moja safi. Upande huu kuna ngazi inayotupeleka katika floor yetu ya kwanza na ambayo ndio ya mwisho. Hapa ni jikoni pamoja na dining. Ni jiko na dining. Jiko ndogo tu pamoja na dining, kwa sababu hii ni nyumba ndogo, inagharimu eneo dogo sana. Hata mtu mwenye kiwanja 20x20 anaweza akajenga hii. Unaona? Haya, hiki ni chumba cha kwanza dogo, kawaida tu. Unaweza kuweka hapo double decker, ni kwa ajili ya mahitaji yako wewe mwenyewe. Haya, chumba cha pili hiki hapa, kubwa sana hiki. Kinakuja na kitanda cha 6x6 kama unavyoona. Na hii ndio tunasema bathroom. Na hii bathroom imejumuishwa choo pamoja na sehemu ya kuogea. Hii ni ya public. Na huu ni mlango wa nje. Unaona? Na milango miwili. Kwa sasa tunaenda kuangalia muonekano wetu wa juu ukoje. Baada ya kuchukua ngazi, hili ndio eneo tutakalofikia baada ya kutumia ngazi zetu. Unaona? Baada ya hapo tutakutana na chumba cha tatu, ambapo katika upande wa juu vyumba vyote ni safe. Chumba kinakuja na choo chake pamoja na balcony, sehemu ya kupumzika. Unaona? Hiki ni chumba ambapo kinakuja na sehemu yake ya kupumzika hapa, balcony. Unaona hii balcony? Sababu ya hiki chumba kuja na sehemu yake ya kupumzika. Unaona? Hiki chumba pia kinakuja na bathroom yake, eneo ya kuogea na choo hapa kuja na bathroom yake kama unavyoona. Kwa hiyo tunaenda chumba chetu ambacho ni master bedroom. Ni chumba kikubwa sana. Unaona? Master bedroom ni chumba kikubwa mno. Unaona? Hiki ni kwa mtu mmiliki wa nyumba na akatumia hiki. Pia unaona kinakuja na chenyewe na balcony yake, mahali ambapo mmiliki wa nyumba anaweza akapumzika na kupata good time. Unaona? Kwa hiyo sasa hivi ndio hiyo nyumba inavyoonekana katika full muonekano. Unaona? Inaonekana hivi. Sasa kwa wale wote wanaotaka kujifunza jinsi ya kutengeneza nyumba kama hizi, tuko mbioni kuanza. Tuko kwenye harakati za kwanza kabisa kuanza, na tumeamua tutumie lugha ya Kiswahili kwa wale ambao wanaotaka kujifunza. Unaona? Kwa hiyo sasa kama unataka kujifunza, usikose kutembelea channel hii ya Mayenki Arch. Tutaanza kufundisha sasa hizi namna ya kudesign hizi nyumba simple kwa kutumia smartphone. Unaona? Baadaye tutatumia kompyuta kama PC. Unaona? Hapa tunatumia smartphone kwanza kwa hatua za awali, alafu baadaye tunaenda kwenye PC. Tutaangalia namna nzuri ya kudesign kwa kutumia AutoCAD na Revit. Unaona? Pia kuna application moja imekuja nzuri inaitwa Kuhome, nayo tutaitumia. Hiyo ni software nzuri ambayo tutaitumia pia kwa kudesign. Kwa hiyo kama uko interest na mambo ya architect design, hii Mayenki Arch ni channel ambayo itakusaidia kutimiza lengo lako na kufikia malengo. Cheki
kwa kujifunza zaidi. Tutakutana katika video nyingine. See you again. Pia usisahau kusubscribe, like na comment katika YouTube channel yetu. Pia tufuatilie tuko Instagram na TikTok kwa video fupi na mwongozo kama huu. Asanteni.